tutaangalia ku design simple design kupitia PowerPoint. PowerPoint pia inatumia ku design simple design kwa sababu iko flexible katika design na inaweza ikasave kitu katika mfumo wa either wa video au wa picha. Kwa hiyo kwa design kitu kama picha mtaweza save kama picha. Kwa hiyo tutaanza na design ya cheti. Kwa katika ku design ndio tunatumia tu blank presentation, tupate karatasi nyeupe ambayo ina kitu ndio tuweze ku designia. Kwa hiyo nitakuja hapo kwenye blank presentation, hivi vilivyomo nitavifuta. Design nataka tuandae ni ya cheti tu ya simple. Kama tu. Kwa hiyo tutaanza na kitu ambacho kinakaa nyuma kabisa ya design. Kile ambacho kinakaa nyuma kabisa ya design ndio nitakuwa kitu cha kwanza wakati tunapoanza ku design. Kwa hiyo hapa naona kuna pembe 4. Kama hivyo. Then rangi yake ilikuwa ni njano, lakini nataka niweke gradient. Rangi nataka ni gradient kwa na rangi mbili. Kwa kwenye rangi hapa naenda kwenye segment kwa gradient. Utaenda mwisho kabisa kwenye gradient. Ije formatting. Kwenye gradient utashuka chini, utakuta kisehemu kimeandikwa gradient stops. Hizi ambazo zipo hapa ni rangi za gradient. Kwa kila moja inawakilisha rangi fulani, inawakilisha kila kimoja kinawakilisha rangi fulani kwenye gradient. Kwa hapo unapoviona hivi. Kwa unapokuwa unakichagua then mwisho wa siku unakuja kukiwekea kwamba hicho kinakuwa kina rangi gani. Sasa kama unataka rangi 5 na maana hapo utaweka rangi zako 5, kama unataka rangi 4 utaweka rangi 4, inategemea. Mfano hapo tuseme tulikuwa hapa tuna mpango wa kutengeneza bendera Tanzania mfano. Kwa hapa bendera Tanzania na rangi ngapi? 4. Tutaweka kila kimoja kinakuwa na rangi yake. Ana kisogeze hiki. Nika kila kimoja kinakuwa na rangi yake. Mfano bendera Tanzania. Kwa huku itakuwa unachagua hiki cha huku. Itakuwa kina rangi ya kijani. Huku itakuwa ni blue. Huku itakuwa ni njano. Na hapa itakuwa ni njano. Hii katikati itakuwa ni nyeusi. Baada hapo unaanza kuziadjust hizi rangi ili zikae the way unapotaka wewe. Kwa unapata Tanzania. Ila sisi sasa hapo tulita design yetu ya cheti ambacho ni simple. Tunataka tuweke rangi mbili. Tu rangi ya kwanza iwe ni njano, rangi ya pili inakuwa ni nyeupe. Ili rangi yangu hii design yangu iwe kama imetawaliwa fulani na rangi ya njano, afu mwisho siku kuna rangi nyeupe kwa juu. Kama hivyo. Hii inakuwa imekamilika. Kwa hiyo nikishakamilisha hapa, kinachofuata sasa ni shape inayofuata. Kitu cha kuzingatia ni kwamba kwenye format hapa hii shape yako hakikisha kwenye shape outline umeweka no outline. Siweke outline yoyote. Then naenda kwenye shape inayofuata ambayo ilikuwa ni ya pembe 4 ya duara, tuweke ilikuwa na rangi nyeupe ndani. Alafu mstari wa kuzunguka ulikuwa ni njano. Tuongezee unene kama hivyo. Tuweke shape inayofuata. Au tumie kuna moja ambayo ni accurate. Tumie hii hapa. Hii hapa.
Nataka ikona iende sawa. Kwa ili ikona iende sawa, kuna doti ya njano tunaitumia kupindisha ikona ili bend zaidi. Taweka, unaweza ukazoom ile sehemu husika ili uweze kubendi vizuri kama hivyo. Then na hii pia nataka iwe na gradient. So utaenda kwenye uzuri ile ndani tayari ninayo hapa. Kwa utabadilisha tunaenda kwenye gradient. Sasa uelekeo wake nataka utokee kutoka kushoto kwenda kulia. Kwa unakuja kwenye direction hapa. Unabadilisha uelekeo. Alafu njano ndio itawale zaidi. Kitu kilichobakia kuna mstari ambao unaona wa blue. Hii ni outline. Nitakuwa tuiondoe. Sorry, afu njano ngoja nichague ile njano nyingine. Njano ambayo inaendana na ile nani. Hata kwenye hii pia njano tutumie hii. Hii inang'aa sana. Kwa hiyo nikiondoa, nikisema no outline kwenye ile shape, unaona inavyokuwa ile outline inaondoka. Kwa hiyo kinachofuata kuna shape ya nani hapo. Hivi. Hii nataka na rangi nyekundu. Outline, no outline. Baada ya hapo kuna nembo zile. Kilichobaki kuna nyingine nataka ikae kama watermark ile nyingine ile. Kwa ile jinsi ya kuweka ile ikae kama watermark, huko hatuna option ya kuweka watermark. Huko hatuna option ya kuweka watermark. Ukienda kwenye design kwenye nini, kwa hiyo jinsi ya kuweka unaenda kwenye insert, unachagua shape yoyote. Alafu kwenye ile shape unaenda kwenye shape fill, unachagua picture. Unachukua ile picha ambayo utakaweka kama watermark. Alafu unaondolea outline, shape outline naweka no. Unaiset ile picha yako tu ikae normal. Alafu unakuja huku unapunguzia transparency. Utakuwa unaongeza percentage za transparency mpaka pale ambako itakuwa inafifia kiwango cha watermark. Itakuwa kama hivyo. Kwa baada ya hapo unakuja kuweka maneno sasa. Kuweka maneno unakuja insert,
unachagua text box, unachora kama unachorea shape, unaanza kuandika maneno yako. Baada ya kuweka maneno yangu, naweka alignment ya center. Kuna mengine napaswa yawe makubwa zaidi, unayakuzisha. Mfano kama hili kichwa cha habari, unakikuzisha, andiko na uremba, weke Edwardian script. Hii nyingine huku unaweza nikawekea bold. Hapa namwachia sehemu ya kusaini. Hizi za chini huku ziweke rangi ya blue. Hii hapa inakolea kidogo, kwa nitatumia mwandiko wa Arial Black ili ikolee kidogo. Kwa mpaka kufikia hapo unakuwa umefanikiwa kudesign simple certificate. Kwa hiyo unaweza ukakisave kama picture. Kama nilivyokuambia unipapenda unaweza ukasave kitu kama picha. Nenda kwenye file, save as. Utachagua location. Kabla ya kuandika hapo utaandika tu cheti mfano. Alafu hapa utachagua format ya picha. Format ya picha ni JPG. File interchangeable format. Kwa baada hapo utaklik save. Utaenda just this one slide. Kwa ile slide yako itakuwa imesaviwa kama cheti. Je, tukifungua huku utaona picha ya cheti changu hiki hapa. Swali?